Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Diaspora TZ? Kikubwa tu ni kwamba usahau kusubscribe, kucomment na kulike ili wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa ndani ya Diaspora TZ. Bwana, leo tuko na moja la exclusive interview na moja kati ya waigizaji bora sana, pengine ukitaja hivyo, lakini pia ni mchekeshaji bora sana. Anaitwa Masele. Tuko naye hapa katika Diaspora TZ kupiga na story 2-3. Bwana, moja kwa moja tunaenda kwanza. Brother, mambo vipi? Shwari, mambo vipi? Kama kawa. Harakati zinasemaje? Mapambano tunaendelea. Tunaelewa tena bila kuchoka. Ndio. Bwana brother, kwanza miwako ya kutosha kabisa. Game inalipa nini? Game inalipa kwa sababu unapokuwa unajishughulisha na pia unajibidisha mwenyewe, mafanikio yanakuwepo. Kwa hiyo kile unachokipata hata kikiwa kidogo ukiweza kukitumia vizuri, basi utaona matokeo yake. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hata pia mwenyewe unaona kwamba kwa sasa hivi vijana wengi wananufaika na kazi ambayo sana, kwamba tayari kuna upana wa wigo ambao kila mtu anaweza akacheza kwa upana. Zamani ilikuwa ni ngumu kidogo. Yeah. Na labda pengine watu wengi wanajiuliza kwamba wasanii wa zamani kwenye masuala ya marketing, kwenye masuala ya branding ni kama wako nyuma sana. Kwako kama msanii wa zamani, mchekeshaji, unaliona soko hivi sasa, pengine labda ni wapi ambapo pengine palipokuwa wanakwamisha sana? Zamani ulikuwa upana wa mtandao. Unafahamu dunia ilikuwa nyuma kidogo. Tulikuwa kwenye analog, si ndio? Sasa hivi tuko digital. Kwa hiyo lazima ugumu uwepo. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongelea sasa hivi kwa nini wepesi upo, nadhani kila mtu anaona. Sio swala la kuuliza kwa sababu watu walipotoka kwa umri ambao kuna vijana waelewi hayo, lakini kwa miaka ya nyuma watu wanajua ugumu wa sanaa ulikuwa uko wapi. Kwamba sanaa ilikuwa inasaminika kivile. Sasa hivi sanaa imekuwa ni kipaumbele kwa watu na inawafanya watu watambue kwamba sanaa ni kazi na inaweza kuwanufaisha katika maisha yao. Kwa hiyo utofauti upo na nadhani mwenyewe unaona kuna vipaji vipya vipo, na pia mitandao imefanya vijana wengi wapate maisha kuishi kwa kutumia sanaa zao binafsi ambazo wanazo. Yeah. Sasa hivi mtu akisema Masele, wengine wanaweza kawa watoto wa 2015, 2016, pengine wamfahamu. Wewe mtuambie Masele ni mtu aina gani? Kwa kifupi tu. Ukisema Masele ni mtu wa aina moja. Kwanza Masele ni msanii ambaye ni mwalimu, kwamba kuna watu wanajifunza kutokana na mimi pia, kwamba wapo wengine mpaka wanakuwa wananiona na wajifunze ku maintain mpaka leo na kuendelea kufanya kazi huko. Kwa kikubwa zaidi naweza kusema Masele ni yule ambaye alifanya kazi kama kipaji chake, ambaye pia ni mwalimu kwa wale ambao wengine wanakuja na vizazi vipya. Kwa hiyo inamaanisha kwamba amini semeni hadi watoto wadogo wanamjua Masele kwa sababu tayari alionekana kwenye TV wakati ule na pia kwenye mitandao. Kwa hiyo mimi nacheza kote na kwa wale vijana ambao wanachipukia. Kwa hiyo pia imefanya kwamba Masele awe katika pande zote mbili toka mwanzo na mpaka sasa mambo yanaendelea. Yeah. Labda kwenye issue ya ku-maintain hapa, kwa sababu tunaona wasanii wengi sana wachekeshaji ama waigizaji wa zamani hivi sasa tunaona ni wachache sana ambao wako kwenye game. Unadhani sababu kubwa hasa nini? Ni kutokana na kipato ama kutokana na ile connection ambayo ipo sasa hivi wale wa nyuma wameshindwa kuendana nayo? Hapana, kila mtu ana maamuzi yake, kwa sababu kuna mwingine alikuwa anafanya sanaa lakini pia alikuwa anasoma. Kuna mtu alikuwa anafanya sanaa akapata jina, lakini yeye kitu ambacho alichokuwa anakipenda alikuwa ni udaktari. Kwa hiyo unakuta baadaye anahama veni, kwamba na ukichunguza sana wasanii wengine ambao wengi walikuwa wako katika tasnia na wametoka, ukiangalia unakuta wanafanya biashara nyingine. Kwa hiyo mwingine alitaka kuwa mfugaji. Kwa hiyo alifanya kile kitu kwa sababu kama hobby, lakini kuna mtu mwingine ni automatically kwamba hii ni kazi ambayo na mimi inabidi niheshimishe. Kwa hiyo unakuta mtu anadili nayo. Hiyo ni mtu mwenyewe binafsi, kwamba kwa upendo wake mwenyewe. Kwa hiyo siwezi kuiongelea sana kusema labda kakwama kwamba ameshindwa kwenda sawa na hii game, hapana. Hauwezi jua kwa sababu labda kuna mipango anaiweka kwanza. Kuna wengine walikuwa kuna maisha ya familia aweke vizuri na mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo kila mtu ana mipango yake kutokana na maamuzi aliyokuwa nayo. Katika hili swala la sasa hivi kila msanii kuna kikundi chake, kila msanii kuna na YouTube channel yake. Pengine kwako wewe labda tuna YouTube channel kwako, pia una wasanii ambao pengine unawasimamia katika kundi lako? Mimi naweza kusema mimi pia na timu, lakini timu yangu ndio nao kila mtu pia na account yake anapambana, lakini kwenye wakati wangu tunakuwa pamoja. Hiyo mimi ninafanya kwa wale ambao unaona chipukizi wako vizuri, na mimi ili kuendelea kuwa boost ninafanya nao hivyo. Kwamba lakini kila mtu akiwa na wasanii wake inawezekana, kutokana naye pia anahitaji timu ambayo muda wote aweze kufanya kazi. Hiyo sio mbaya, lakini kikubwa zaidi kuwa na timu, inapendeza kuwa na timu ambayo ya kutengeneza vipaji vipya ili vipate kupata njia na mafanikio baadaye. Mimi naona ndio itakuwa jambo zuri ambalo mimi pia napenda kulifanya. Hivi na katika issue ya stand up comedy bro, unagusa? Niko vizuri. Kuna deal lolote hapa katikati? Ni mapema kuongea, lakini naamini kuna kitu tutakiona tu. Nataka uniambie wasanii watatu ambao pengine sasa hivi unawatizama na wanakukosha sana. Najua wasanii wengi wanafanya vizuri, lakini kuna wasanii takriban watatu ambao wewe pengine ukiwaangalia wa sasa hivi chipukizi wanafanya poa sana. Kwanza kuna Blacky,
Black comedian unamjua, kuna Black, kuna Chumvi Nyingi, wale wananifurahisha pia. Mwingine hapo tena chipukizi hapo, kuna mtu anaitwa Singa, watu watatu pia wananifurahisha. Na kwenye issue sasa ya kutaka kwamba okay, vijana sasa hivi wanakuja kwenye game. Sasa wewe kutaka kuendelea kuwakuza vijana kutoka chini kuja juu, kwa sababu mitaani kuna wengi hawajui kutumia pia platform ambazo zipo kama YouTube, Instagram, hawawezi kuzitumia. Unawasaidiaje hao vijana ambao wako mtaani? Sasa kukusaidia hapa kuna kitu kimoja kwamba hauwezi kumsaidia mtu kama yeye mwenyewe pia yuko tayari. Kwamba kusaidiana sisi ni mimi kutumika kumpa yeye nguvu ile apate account yake iwe kubwa. Nikisema labda nimsaidie nimpe hela atakuwa bado namdanganya, kwa sababu anabidi atengeneze hela yake mwenyewe endelevu. Kwa mimi kikubwa zaidi ni kumwelekeza njia na kumpa support kama mimi. Lakini pia akiwa tayari na kunitafuta na akiwa kweli ana kitu ambacho kweli kinaweza kikaonekana mbele ya watu, unaweza kumsaidia mtu lakini akawa ni mtu tu anatamani afikawa baadaye ikawa yani kazi bure. Kwa hiyo kumsaidia mtu pia kunahitaji sababu.